kusali jumuiya. Msali jumuiya. Ni kuomba Mungu sana, misiba inatokea mingi. Sasa katika mji wa Mafinga sije. Mimi ni Ivan G na hii ni EM Online TV. Kwanza kipekee kabisa niweze kuchukua nafasi hii kwa sisi ambao wenye imani kumshukuru Mwenyezi Mungu kipekee sana, hasa hata kunifanya niweze kukubalika katika mji wa ugenini ambako ni tofauti na nyumbani. Na kitu cha pekee nilichokipenda, of course, nimeona uwezo wa Mungu. Samani kwa ambao hatakuwa ni nje ya imani, lakini ili nitaliweka wazi. Nimeona uwezo wa Mungu katika watu kukubalika na watu. Na mfano mdogo, nilikuwa napita tu hapa nikamsalimia mama yangu, na then sijui ni nini, lakini tumekuwa na mazungumzo ya dakika chache tu yakapelekea mpaka kufanya hiki tunachokifanya saa hizi. Na kama kawaida ya EM Online TV hatufanyi matangazo ya biashara, bali tunatamani kuelezea zile biashara ambazo zinasaidia kutatua changamoto katika jamii, tuseme wanaohudumia watu wanaotoa huduma katika jamii. So mama, karibu katika EM Online TV. Na katika EM Online TV tunachokifanya, tuna share inspiration story au story za kuhamasisha vijana kuja na miradi ya kimikakati ambayo inatatua changamoto katika jamii, lakini pia inawasaidia kuingiza kipato. Nilisikiliza story ya mwanzilishi wa hii taasisi ambao unafanya kazi, ingawa haikuwa clear sana, ila najua utakuja kunielezea mamangu. Na katika hii naomba tu uwe free na ueleze kile ambacho Mungu unahisi anakutuma kukiongea, na pia ambacho kile unahisi wewe ni ambacho unahisi unatamani kukiongea. So kwanza kabisa tungependa tufahamu majina yako kamili na utambulisho wako kwa ufupi sana, ndio tuendelee. Kwa majina naitwa Monica Shell Rwanda. Mimi ni mfanyakazi katika hii kampuni ya Evergreen ambayo inajihusisha na mazao asili ambayo yanasaidia jamii. Kauli mbiu yetu ni ishi, saidia na wengine kuishi. Asante sana. Nilichopenda umesema kwamba ni mama, najua una watoto ndio, lakini pia umeniambia unafanya kazi katika kampuni, na pia nimependa hata kauli mbiu ishi, saidia wengine, yaani ishi kwa ajili ya watu wengine. Kwa kifupi ni kitu kizuri sana. Ningependa kufahamu kwanza historia fupi ya hiyo kampuni, na kama ikipendeza na hata historia yako kwa ufupi sana, ni mwenyeji wa wapi, na huu ujuzi wa kuhusiana na hizi bidhaa ulikuwa umeutoa wapi mpaka ukapata nafasi ya kuja kufanya kazi katika hii kampuni? Mimi ni mwenyeji wa Mafinga, mzaliwa wa wilaya hii ya Mfindi, lakini kwa muda huu naishi Mafinga. Historia fupi ya hii kazi ambayo naifanya imetokana na maono ambayo mkurugenzi wetu wa hii kampuni alipata maono yalitokana na Mungu mwenyewe, sababu yani haya maono yeye alipata ili kuweza kusaidia watu wengine. Nilitamani sana kidogo tu tupate hata historia kama mkurugenzi, sababu ulivyoniambia maono kulikuwa, sababu mama anajua mapito wanayopitia wakurugenzi, hasa wa hivi vitu binafsi hivi, yani vitu changamoto wanazopitia mpaka serikalini uje upate vibali vya kufanya hivi, sio kitu kidogo sana. Lakini mpaka uje upate mtaji wa kuanza kufanya hivi na kwa ajili watu wengine, sio kitu kidogo sana. Mpaka uje uweze kuwa na bidhaa ambazo ukawashawishi watu wengine wakaja wakanunua na kuamini katika ubora wako. Sasa hizi tibarishe, nafahamu kazi ilivyokuwa ngumu. Na pia hata huyo meneja natamani nifahamu, jana uniambia ni kijana mdogo, kama tunaweza tukafahamu historia yake kidogo. Historia yake mara nyingi amekuwa akifanya miradi mbalimbali, akibuni miradi mbalimbali, lakini inakuwa sio endelevu. Kwa hiyo alikazana sana kumwomba Mungu kwamba kwa nini biashara zinaishia njiani. Mara ya kwanza alikuwa na kampuni moja inaitwa Sholavu, lakini ikawa haikwenda sana. Akawa tena na mradi mwingine wa Bites,
nao haukwenda sana, lakini aliendelea kumlilia Mungu. Uzuri mkurugenzi wetu yeye ni mtu wa Mungu sana, anampenda Mungu, anamsikiliza Mungu na ni mtu wa maombi sana. Kwa hiyo katika maombi yake alielekezwa kufanya kazi hiyo, na mradi huo mkubwa, ndio maana unakuta hata nembo ya huo mradi ni sana sana ni ubuyu. Kwa nini ubuyu? Ubuyu alielekeza ubuyu, akasema kwamba ubuyu unasaidia sana watu kiafya. Kwanza faida zake za kwanza, yani ubuyu unapandisha sana kinga. Yani aliona kwamba watu wengi wameathirika na watu wengi wanaugua sana kwa sababu kinga zao zinakuwa chini. Kwa hiyo ubuyu unasaidia sana kupandisha kinga za mwili. Ubuyu unasaidia sana mmeng'enyo wa chakula. Ubuyu unasaidia sana yani maumivu ya viungo vya mwili, viuno, miguu. Kwa hiyo sehemu kubwa ya mti wa ubuyu unasaidia sana kwa binadamu, yani ni dawa. Kwa hiyo alipoona vile, akasema bidhaa kuu itakuwa ubuyu, lakini pamoja na rozela. Rozela, nakumbuka enzi hizo wakati nasoma chuo kikuu Mzumbe, kulikuwa kuna juisi moja nilikuwa napenda kila siku ninywe juisi ya rozela, ingawa nilikuwa sijui faida yake. Hivi faida ya rozela ni nini? Lakini pia inasaidia kuongeza damu. Inaongeza sana damu kwa watu wale wanaoishiwa damu, sasa wajawazito, watu waliopata ajali na nini. Inasaidia sana kupandisha damu kwa haraka zaidi. Lakini pia rozela inasaidia sana watu ambao wameathirika na kansa. Kwa hiyo nayo ina matumizi mengi sana, lakini ni juisi nzuri sana ambayo badala ya kunywa soda yenye makemiko na nini, kwa afya ni bora ukatumia juisi ya rozela. Asante. Yani nilitamani kabla sijaja kukuuliza swali kuhusiana na utaalamu wako kuhusiana na hivi, sababu of course naona unaongea vitu ambavyo ni vya kitaalamu sana kuhusiana na hizi tibarishi, lakini kuna swali moja ambalo nilikuwa nataka nilifahamu. Hili ni la kiuelewa wa kibinadamu, lakini pia linahitaji nguvu ya Mungu ili uweze kulipambanua, kuweza kulijibu. Hizi tibarishi zote zimetoka katika mimea ambayo mtu akija kununua hapa aambiwe kabla ya kunywa hii, sijui ukaoge njia panda au ukapasue nazi au ukafanye nini au ujipake huku ukiwa unaangalia sijui jua litakakozamia kabla ya kutoka, au sijui ukapake hii kipindi mwanao masharti, yani kifupi masharti mengi sana, lakini unapewa tu bure kunywa. Zaidi pia unamwambia mtu muombe Mungu afanye nini, akusaidie uweze kukutibu. Lakini katika ulimwengu wa kawaida, naweza nikasema demonic world au ulimwengu wa kishetani, watu wengi wamekuwa na imani kubwa sana kwa waganga wa kienyeji au kwa watu wenye mambo ya kishirikina. Yani mtu akipewa hata nazi anaambiwa kaipasue njia panda then imsaidie, anaamini sana kuliko kuja kwenye hizi tibarishe. So unahisi shida ni nini mamangu? Na hili natamani ulijibu sana kama kiimani, lakini pia hata katika uelewa wa kawaida. Unajua katika ulimwengu huu kuna aina mbili za watu. Wako wanaomwamini Mungu na wako ambao wanaamini nguvu za giza. Kwa hiyo wanaoamini nguvu za giza ndo hao ambao wanapewa masharti ya namna hiyo, kwamba linapozama jua au unapoamka fanya hivi. Lakini mtu anayetumia neno la Mungu anatumia Biblia pia kulikuwa kuna dawa zilikuwepo, hata mvinyo hii kwenye Biblia ilikuwepo kwamba mtu kunywa mvinyo kidogo ili tumbo lako liweze kukaa sawa. Lakini kwa mfano hizi bidhaa ambazo sisi tunazitumia, hizi ni bidhaa ambazo tumeongozwa na Mwenyezi Mungu. Sisi hizi hazina masharti yoyote, na hizi bidhaa Mungu mwenyewe ndio zipo, yani kwa nguvu za Mungu. Mimea kwa mfano hii mimea ambayo tunaitumia ipo, Mungu mwenyewe ameiweka na haina masharti yoyote, na sisi hapa tunauza kama tibalishe, yani kama virutubisho, kama tibalishe tunauza kama
vyakula, si hatuuzi masharti yoyote. Yaani ni chakula kama chakula, ni dawa kama dawa. Hatuna masharti yoyote kwa sababu sisi sana sana tunamtumainia Mungu. Mungu ndiye atakayeponya, si hatuponyi sisi, anaponya Mungu kupitia hizo bidhaa, anaponya Mungu mwenyewe. Na hata tunapowahudumia watu tunawaambia kabisa muombe Mungu, lakini tumia hiki kwa afya yako, usiharibu afya yako kwa hiki na hiki, lakini tumia hiki kwa afya yako, Mungu atakusaidia. Asante sana mama. Imenigusa sana historia ya mwanzilishi wa hii kampuni. Sababu najaribu kufikiria tu, ametumia nguvu nyingi sana mpaka kufikia hapa. Mpaka leo hii nyinyi wengine mnanufaika, mnaajiriwa. Sababu unaweza nikaamini pengine mama pengine ni mstaafu au ni mtu sijui ni una nini, lakini naamini pengine ni mstaafu au kubadilika kufanya kazi serikalini. So maana yake asingekuwepo huyo mwanzilishi, maybe ungekuwa unalima au unafanya kazi nyingine ngumu. Lakini kakupa. Lakini kitu kingine nilichokipenda, si ndio? Kupitia huyo dada mmoja ambaye mwenye maono makubwa sana, si ndio? Na ambaye siamini kama atakuwa ameshikwa mkono sehemu kubwa mpaka kufikia hapa, naamini ni juhudi zake. Ameweza kutatua hivi, si ndio? Na ameweza kuwasaidia hivi. Mimi ni mtaalamu au mkufunzi wa mambo ya biashara, lakini biashara za kijamii. Biashara ambazo zinaleta matokeo chanya kwenye jamii. Biashara ambazo hazifocus kwenye faida tu, lakini zina focus kwenye kutatua changamoto zilizopo katika jamii. So katika hilo ndio maana nikaona hii unayofanya sio kwamba ni biashara kwa ajili ya wewe kuingizia kipato. Hapana, lakini unaisaidia jamii. Sababu kwa mfano nimeiona hiyo chumvi hii. Nakumbuka kipindi kile nilipokuwa Ludewa, nilikuwa na baba mmoja alikuwa anasumbuliwa sana na kisukari. Yaani katika ile anakunywa dawa sana, alikuwa anahitaji kutumia hii chumvi ambayo unauza hapa hivi. Lakini shida ilikuwa haipatikani sehemu yoyote ile. Na yani niwe muwazi katika hili, si ndio? Serikali ilichokuwa inasaidia ni kuhakikisha anapata zile dawa. Lakini yale mahitaji muhimu kama hivi vyakula vya asili, chumvi na nini, hilo serikali mara nyingi alifanya nini? Halijali. Lakini pia sababu tunasilaumu serikali kwa ujumla, lakini nafikiria wale wenye mamlaka. Sababu katika serikali tuna watu wa vitengo vya tibarishe, si ndio? Lakini katika serikali tuna watu wa mambo ya maendeleo ya jamii, si ndio? Lakini katika serikali tuna watu wanaokusanya mapato yetu, si ndio? Matamanio yangu, si ndio? Hawa watu wasio wanafanya kazi tu kwa yale maagizo waliopewa na mabosi zao, lakini wao wana uhuru wa kujiongeza, wakuja kuwatembelea kama nyinyi, wakajua shida zenu, si ndio? Wakajua nini mnahitaji. Hata ikitokea hii mikopo kwa mfano, mimi kwa mfano ile wazo la mikopo hili la 10% kwa kina mama sijui na nani, ni wazo niloliona zuri sana, lakini namna lilivyowekwa linaonekana baya. Nina historia na hiyo mikopo, nishawekwa ndani kwa ajili ya hiyo mikopo. Na sitaki kuizungumzia sababu wanaojua hiyo historia wanaifahamu. Lakini ile mikopo mimi natamani hiyo Wizara ya Maendeleo ya Jamii, ndio ibadilishe kutoka kuwa mikopo bali ije iwe ruzuku. Yaani kutoka kuwa mikopo iwe ruzuku. Kama sio ruzuku, si ndio? Basi iwe uwekezaji. Kwa nini nasema uwekezaji au ruzuku? Kwa nyinyi kina mama ambao mmeshafanya kazi hii kubwa, aidha mmeitumikia serikalini, mmekuja kustaafu, si ndio? Nyinyi hamhitaji kupewa mkopo tena, si ndio? Nyinyi mnapewa ruzuku ili muweze kufanya nini? Kuinufaisha jamii, si ndio? Lakini ukija ukizungumzia kwa watu, kwa sisi vijana, si ndio? Hatustahili kukopeshwa wenda pengine sababu hatujafikia ile lengo la kuitumikia. Kwa mfano huyu dada yetu alianzisha hii kampuni, si ndio? Najua amestruggle sana, ameumiza kichwa. Huyu hastahili kukopeshwa sababu mkopo ni deni, na deni linakujenga katika akili yako, linaharibu sana mindset ya wafanyabiashara. Ukienda kwa wafanyabiashara wakubwa hawa, ukiwaambia maana deni, unajua nini maana yake. Ndio maana mimi natamani serikali ibadilishe hii zana ya kwamba ni mikopo, itoke kwenye zana ya mikopo, si ndio? Ije iwe ni ruzuku la uwekezaji. Sasa unaweza kujiuliza wakasema labda uwekezaji watarudishaje hizo hela? Kwa mfano huyu dada anafikiria saizi, huyu aliyefikia mpaka sasa anawaajiri nyinyi, si ndio? Serikali ya halmashauri ya mji wa Mafinga ikasema inampa milioni 200 kama uwekezaji, si ndio? Lakini aoneshe mpango mkakati wa namna gani hiyo milioni 200 itavyotengeneza faida, si ndio? Na katika ile faida aseme labda 10% au 20% ile aliyopewa kama investment itarudishwa serikalini kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Itakuwa ni moja kwa moja katika, yaani serikali inakuwa imewekeza kwa huyo, sio imemkopesha. Hasa ikimwekeza sasa akipewa ile milioni 200, na hapo inakuwa katika mkataba mmoja.
endapo biashara ikifa haruhusiwi kudaiwa wala achukue mali yake yoyote. Na hili kusimamia hilo, serikali inabidi weke mikakati ya kumsaidia huyu kuhakikisha biashara yake haifi, kwa kumfuatilia nyendo zake zinavyokuwa, biashara yake inavyokuwa, kwa kumtafutia wataalamu, kwa kumtafutia masoko na kila kitu. Huyu mtu akiwa na milioni 200 akijua hii pesa sina deni lolote lile, na atajituma sana, na serikali iko inamfuatilia vizuri, atajituma sana, atafanya vitu vikubwa, ataajiri watu wengi sana. Hiyo ndo matamanio yangu, na natamani hata hii video akiona mtu nilikuwa nalitamani kama hilo. Nimeliongea kwa uchungu sababu nimeona mamangu kama wewe, si ndio? Najua niambia ni binti mdogo, si ndio? Ambaye ameamua kusaidia wengi kama nyinyi, si ndio? Nafikiria kama serikali ikiongeza nguvu, si ndio, kuwatumia kama nyinyi kina mama ambao wenye weledi mliokubali hivi, si ndio? Hasa huyu binti akatoka kuajiri, si ndio? Na nyinyi mkawa na expert, labda mkafungua labda hata kituo kikubwa cha kufundisha hizi kutengeneza hizi tibarishe, mkaanzisha program ya kutengeneza hizi tibarishe mashuleni. Kwa mfano mimi ni expert wa mambo ya kufundraise au kutafuta fedha kutoka kwa wafadhili, si ndio? Nikaja nikawapa elimu, mkapata namna ya kufadhili, kupata hela kwa wafadhili, mkawa hizi tibarishe mnaenda kuzigawa mashuleni huko. Yaani mnazigawa bure kwa kupitia hela ya wafadhili, watu wanapona, watu wanapata tiba. I think tutaenda instead ya kuombaga tu kuambiwa kwamba tumepewa hela za ufadhili zenye masharti magumu, sijui na nini, tumewekeza sijui zamana, sijui nini na nini, mali sijui na nini, mali nini sijui liganga sijui na nini. I don't know, sitaki kuzungumzia sana hayo mambo, lakini hiyo natamani hawe maono yetu kwa ukubwa. Nimezungumzia mambo mengi sana, natamani mama uzungumzie maono yako juu ya hiki nilichokizungumza kwa ujumla tu. Kiukweli umezungumza maneno mengi afu mazuri, na maneno yako mengi yamegusa yale ambayo yako kwenye hii kampuni, kwa sababu hata huyu mwanzilishi wa kampuni maono yake makubwa ni kusaidia jamii. Yaani yeye hayuko kwenye faida sana. Na mara nyingi hata tukienda kwenye semina zake anatuambia fanyeni kazi ya kuelimisha watu zaidi kuliko kutafuta faida. Elimisheni watu, watumie vitu vya asili ili kuimarisha afya zao. Yaani anasema tutumie nguvu kubwa kutoa elimu kuliko kupata faida. Kwa hiyo na yeye anajikita sana kwenye hayo mambo. Na kuhusiana na mikopo na nini, ni jambo jema. Ni jambo jema sana. Serikali yetu ina ile 10% kama ulivyosema. Lakini ongea tu mama. Lakini hatuja ongea tu mama, kwenye nani kodi zenu mama, sababu sio kwamba serikali yani ni kutoa off mama. Inajitahidi sana, inajitahidi kutoa 10% akina mama, asilimia hiyo 10 akina mama, vijana pamoja na walemavu. Lakini kampuni yetu sisi bado hatujafikia kuanza kuomba mikopo, kwa sababu bado kwanza changa, na yule mtu mbeba maono mwenyewe sijamsikia kwamba anatarajia kufanya hivyo, sijamsikia, isipokuwa alikuwa anaongelea mambo ya wafadhili kama ulivyoongea wewe kwamba angepata hilo jukumu la kusaidia watu kwa njia ya wafadhili, kwa sababu pia siku za nyuma naye alikuwa anafanya kazi kwenye miradi mbalimbali ya kusaidia watu. Kwa hiyo ana experience sana ya kufanya kazi kwenye miradi ya namna hiyo, na ana uzoefu sana hata wa kuunda vikundi na kutoa elimu ya mambo haya. Yaani mama, mimi najua ndio unaongea, lakini kuna vitu vingine najua roho yako itakuwa pia unaogopa. Ndio najua hilo kuhusiana na hayo, lakini mimi niweke wazi, si ndio? Mimi nimeamua kujisacrifice, si ndio? Kama nitafanya kitu kwa makosa, basi nishtakiwe, nifungwe. Ila mimi naongea tu ukweli. Mimi kama mimi, na washauri vijana wengine wakachukua hiyo mikopo wenye njia na mikakati mizuri ya kufanya biashara za kurudisha. Ila mimi kama mimi kwa saizi hivi, kwa hiyo experience niliyoipitia, siwezi kwenda kuomba mkopo wa halmashauri. Hii naongea honestly. Siwezi nikaomba. Na hata dada unaona anasema anafikiria wafadhili wa nje, si ndio? Mama, kuna mapito tunapitia. Tukiacha hii mambo ya tuseme haya mambo ya kufanya vitu, si ndio? Ili kuonyesha watu kwamba hivi vitu vimefanyika kwa uwezo
wa kawaida, au tukianza kufanya hivi vitu kibinadamu, tukiacha kufanya vitu kiulimwengu wa kishetani, tukaamua wote kumcha Mungu, hizi pesa zinazopatikana 10% ni mamilioni ya pesa. Wafadhili, fuatilia waanzilishi wa NGO, ingawa wanatukanwa na nini, wengine wanasingiziwa mambo makubwa kwamba wanaleta tamaduni zisizokuwa za kistahili sio na nini, lakini angalia, wana maumivu makubwa sana watu waanzilishi. Hawasemi tu, hawana muda wa kusema. Ndio maana wanaonaga bora niende nikaombe kwa huko watu wengine na hii kupata fedha za ufadhili, si ndio? Mimi nasoma fundraising, yani mambo ya changizo kwa kimataifa. Wanasema fundraising is not the process of begging or getting free money from abroad, but fundraising is the process of supporting people to deliver other people value. Ina maana gani? Kuchangiza huko gaibuni sio mchakato wa kuomba pesa za bure. Hapana, bali ni mchakato wa kusaidia kuwasilisha thamani ya watu ambao hawawezi kufikia. Mzungu akifika hapa akiona kuna watoto wanautapia mlo, hawezi akaja akaanza kutengeneza hivi vitu na nini na nini, si ndio? Inabidi upatikane mtu mwenye ujuzi wa kutengeneza hivi vitu, si ndio? Sasa ili aweze kufanya hivyo, mzungu yeye lengo lake amsaidie yule mtoto mwenye utapiamlo, si ndio? Wewe ndio unatakiwa umsaidie hilo thamani yake au wadho lake au dhumuni lake, umsaidie, ndio maana anakupa hiyo pesa. Ndio aim ya fundraising. Sasa tumekuwa ndio maana sisi katika EM Online TV mama, tuna kitu kinaitwa African Funders. Katika hiyo African Funders tunataka kuwatafuta watu wa Afrika wenye moyo na roho njema waweze kusaidia kumiradi ya kimikakati. And then pia katika hii African Fund na pia tuna kipengele kingine kinaitwa abroad support. Katika hii abroad support tunataka tusaidie wale wenzetu wa kutoka maugaibuni wenye nia njema, wanaosaidia hizi taasisi za makanisa ya Katoliki ambazo zinajenga mashule kila sehemu, wanaowasaidia kama hawa kina dada mpaka wanafikia hizi vision kupata masomo na nini. Tunataka tupate support yao, tuwasaidie wananchi. Na katika EM Online TV tuna mradi wetu unaitwa Rise the Shiners, ambao katika watu tunataka tuwakuze vijana wenye talanta mbalimbali, waje waanzishe serikali za vijana mitaani. Hizo serikali zitakuwa hazifungamani na mambo ya siasa kabisa, ila zumuni hizo serikali ni kuleta miradi ya kimikakati kwa sisi vijana, tuwe na njia yetu ya kutafuta kipato, njia ya kutafuta pesa za kuwekeza miradi. Ndio hivyo tu mamangu. Samahani nimekuwa muongeaji baada ya lakini kitu cha mwisho nilichokuwa napenda sasa, hapa tunaenda kumalizia, naomba unitajie tu zile bidhaa muhimu na matumizi yake, na zile bidhaa zinazopendelewa sana ambazo zimeleta matokeo sana kutoka hapa kwa kifupi. Yaani bidhaa ambazo zinaleta matokeo mazuri ni unga ubuyu, unga ubuyu, rozela, chumvi, pamoja na unga wa lishe, pia asali. Asali nayo inaleta matokeo mazuri sana. Watu wanapenda asali, wanapenda asali isiyochemshwa, asali ambayo haijachakachuliwa. Na sisi hapa tunauza asali OG kabisa, na tuna mashamba yetu ya asali. Kwa hiyo tunauza. Na pia hilo labda of course tutaangalia namna ya kuweza kushirikiana, sababu pia radio pale wanatoa mafunzo hayo ya nyuki, si ndio? Lakini pia radio pia kupitia EM Online TV tuna vijana ambao wameweza kupata hiyo experience, yaani tunajua kuna vijana ambao tunatoka pia kupitia Njombe Innovation Academy tunatoa mafunzo maalum ya kuwasaidia vijana kuja na miradi ya kimikakati. So tunaweza tukakaa chini na nyinyi, kati ya nyinyi radio wanatoa mafunzo hayo na hao vijana ambao watakuja na mradi labda kuhusiana na masuala ya asali, tuangalie tunaweza tukawasupport vipi. Hiyo inaweza ikawa ni fursa baadaye. Kwa hiyo labda kwa mwisho kabisa, kwa kumalizia, nilikuwa nataka neno moja lenye maono ya Mungu kwa huyu, lenye maono na maombi kwa Mungu kwa huyu dada aliyoweza kuanzisha hii taasisi ambayo mpaka leo hii inaweza kuwasaidia na nyinyi. Neno moja la kiimani kwa wenye kina dada wengine walioko mtaani wenye mawazo na nini kuhusiana na hivi vitu, neno lako moja la uchungu kama mama. Aidha iwe linaenda kwa serikali, kwa mtu, kwa kokote kule, tumia tu vile Mungu atavyokuongeza katika kunena hilo neno. Neno langu moja, kwanza napenda kumuomba Mungu ambariki sana yule mwanzilishi wa hii
Evergreen, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye aliyemuongoza. Naomba aendelee kumpa maono zaidi, kwa sababu yeye nia yake ni kuwafikia watu wengi, ni kutoa huduma kwa watu wengi. Lakini pia nilikuwa naomba sana Mungu aendelee kuwasaidia sana wa vijana walio wengi, maana wanahangaika sana kutafuta riziki. Mungu aendelee kuwapigania ili waweze kupata riziki, waweze kupata miradi ya kimikakati ili waweze kuendelea na maisha yao kuliko wengine wanapo. Naumia sana ninapoona vijana wengi wameingia kwenye mambo ya kulewa badala ya kufanya kazi. Nguvu kazi inapungua sana. Kwa hiyo mimi namuomba Mungu sana wainue vijana, namuomba Mungu sana waokoe vijana, namuomba Mungu sana awaelekeze kwenye imani vijana, wasimame na Mungu ili waweze kufanya kazi, kwa sababu umri walionao, nguvu walizonazo sasa hivi, wanatakiwa kufanya kazi kwa bidii ili kuandaa maisha yao ya baadaye na familia zao. Asante sana, nahisi ni wosia mzuri sana kwa vijana. Na mimi niseme tu mama, mimi na uchungu sana na vijana. Mradi wangu una miaka 9. Sijawahi ingiza faida ya maana sana, yani kusema hela ambayo hata nikamnunulia mzee wangu kiatu au suti. Lakini ni bado napambana, sababu lengo ni kujipambania sisi vijana. Vijana tunapitia magumu mengi mama. Sababu of course tunaonekana kama hatujitambui, tunaonekana Gen Z tuna maamuzi ya haraka, tunaonekana tunakurupuka sana. Lakini vitu vinavyotembea moyoni mwetu ni vingi sana. Na pia niombe tu, yani naomba Mungu, si ndio? Naamini sitaki kulizungumzia hilo, ila kuna vijana wenzetu walitangulia. Naweza nikasema ili nitumie lugha rahisi tu, kwa upumbavu wetu sisi vijana, si ndio? Wa kuhamasishwa kudai haki kwa njia isiyo sahihi. Lakini kuna kitu ambacho kilichokuwa kinafukuta. Ukiona mpaka kijana ameamua kufikia stage hiyo, kuna kitu kiko rohoni mwake. Lakini sasa mage, kwa kuwa ni sisi vijana hatujitambui na hatuna akili vizuri, muda mwingine tunakurupuka tunakufanya mambo. Ndio maana imetokea hata vijana wenzetu hatuko nao na wengine wako katika mazingira ya vizuizi, na hatupendi kulizungumzia hilo. Lakini tunashukuru Mungu, serikali yetu yenye busara na hekima iliyowaachilia bila shida yoyote ile, na imekuwa serikali yetu ikiomba kwa unyenyekevu, ikiwaombea. Tumeona viongozi wakubwa wa nchi wakiwa katika mikutano mikubwa, wakisimamisha hadi vikao, wakiwaombea hao vijana waliopotea katika hilo. Tuseme tu kama EM Online TV tunaomba Mungu, na sisi EM Online TV tunawahamasisha vijana tusije tukarudia kufanya upumbavu tuliofanya wa kuhamasishwa kuingia kudai haki pasipo njia sahihi. Mimi ninachosema kama vijana, njia pekee ya sisi kujikwamua, tumlilie Mungu na tujitume sana katika kazi. Tuyakabidhi maisha yetu kwa Mungu na tujitume sana katika kazi. Mungu atajibu. Hata hao wenzetu walioenda, naamini watawa huko waliko watatuombea huko tufanikiwe. Kwa hiyo ndio hivyo, naipenda sana serikali yangu, iko vizuri, inatupenda vijana, imetuwekea bilioni 200. Lakini ikaona haitoshi, ikaongezea tena kwenye Wizara ya Habari bilioni 2 kwa sisi watu wa habari na media na serikali yetu inatupenda sana vijana. Sisi vijana, I don't know, hivi mimi kijana naiombea mema serikali yangu. Siwezi nikawasemea vijana wengine. Asante sana mama. Mimi hii ni EM Online TV. Kama nilivyokueleza mama, nakumbuka jana tulivyokuwa tunaongea ukaniuliza swali, si ndio? Kwamba sasa mwanangu nitakulipa shilingi ngapi, si ndio? Nikasema hivi mama, EM Online TV, si ndio? Hatufanyi biashara, ila tunafanya vitu ili tuweze kufanya nini? Mambo yaweze kwenda. Ni message ya Kiingereza ni ambayo, lakini message hii inaonyesha kwamba nini? Inaitwa be the reason for positive change in the community. Ikimaanisha kuwa sababu ya mabadiliko chanya katika jamii. Kwa hiyo sisi hatuna gharama yote. Nadhani unamfahamu kijana wako Lakson ambaye ndo cameraman wetu, ambaye ndo tupo naye katika mradi wetu, ambaye yeye ni mtafutaji mhangaikaji. Na mwenyewe sina kuchosema yote linalolipwa, si ndio? Kazi hii kidogo ninachopata ndio kinisaidia kufanya nini? Kumweka na video vingine. Mimi naomba tu mama uweke tu mchango wako, si ndio? Yaani kwako kama binafsi, na pia kama tutapata nafasi tuunganishe na boss na yeye tufanye naye mahojiano aweze kuelezea yale maono yake. Lakini hichi utakachotuchangia kitaenda kutusaidia kukamilisha haya matatizo tulionayo. Kwa mfano kama mimi sasa hizi, bahati mbaya simu yangu jana usiku ilipasuka kioo. Kwa hata kupost, hata kufanya nini, hata kwenda kuupload interview iende mtandaoni, kwa inabidi nitengeneze ile simu na nini. Kwa chochote kinachochangia, sababu saizi zaidi target yetu iliyoko saizi ngumu sana ni tukamilishe simu hivyo tu,
ambao of course gharama yake I don't know, lakini chochote utakachoguswa mamangu. Hiyo namna nachukua. Sasa hii tunapenda kuchukua, usikate. Tunapenda kuchukua lakini usinaandika tu mamangu, usemi chochote kile, lakini sometimes tunapenda kuonyesha contribution, lakini hatutaipandisha kama utakuwa haujaendelea na chochote kile utakachoguswa mamangu, tusaidie na sisi kitatubariki, maana unayotoa hii sisi ni kama sadaka, na kabla hujaitumia tunawaga tunaiombea. Hiyo yote ile mamangu, wewe usijali, wewe andika tu. Niandike nini? Jina. Hapo unaandika jina na taasisi. And then hapa unaandika neno lako lolote la faraja kwa vijana wanaohangaika na kujituma, neno lolote unalojisikia la faraja, ambalo hilo neno tutaliambatanisha mwisho wa video. Ya neno lako lolote lile. Bwana Joraki, inaendelea kurekodi Of course mimi niweze kuappreciate katika hiki ambacho unachokifanya, sababu kama ulivyokuwa katika project yetu ya EM Online TV ukijitolea licha ya majukumu mengi, lakini pia katika project yetu ile ya Street Hustler nadhani tumeweza kupata madini mengi sana. Kuna wale vijana wadogo ambao tulianza kuwa nao, si ndio? Tunaweza tukaja tukawarinki na mama hapa kulingana kama yule tuliyomuungisha mfagio juzi, si ndio? Naamini tukipata mawasiliano yake tunaweza tukaangalia namna gani hata kumsaidia hapa, akaja akakaa hapa na mama, si ndio? Akapata ujuzi baada ya kutembeza yale mafagio ambao wengi wao hawaoni thamani yake, akaanza kuuza hivi vyakula vya tibarishe. I think tutakuwa tumemsaidia hata kumkuza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Huku tunafikiria namna gani ya kuweza kumsaidia zaidi. So katika project yetu ile ya Street Hustler, nahisi kwa kupitia hii connection ya huyu mama tunaweza tukaanza na ule dogo. Ingawa hatuna fund yoyote, tutaendelea kutumia pesa zetu za mfukoni mpaka wasamaria wema watakuja kufanya nini? Kujitokeza kutuchangia. Mimi ni Ivan G na hii ni EM Online TV. Unaweza ukaniita pia social CEO, spiritual AI, last born wa Mungu. I think yote ni majina yangu, na of course na fry nikiitwa hivyo. Asante sana. Naam. Hapa mawasiliano. Ni mwandishi wa habari wa kujitegemea. Unataka ni kutangazie